Kwa kweli bajeti ya mwaka huu kuna mambo mengi ambayo yamenivutia na yamenigusa, kwa maana yanakwenda kumgusa mwananchi na hasa wa chini. La kwanza, mazingira wezeshi ya wawekezaji wa ndani yameangaliwa kwa upana mkubwa sana, kwa maana ya kupunguza kodi na tozo mbalimbali ili wawekezaji wetu wa ndani waweze kuvutiwa na uzalishaji na wengine waje kuwekeza zaidi. Lakini pia kwa wawekezaji tayari ambao tayari wameshawekeza, kuna tozo na kodi mbalimbali zimesamehewa au zimepunguzwa. Kwa mfano kwenye vifungashio vya mazao ya kilimo, mazao ya maziwa, vifungashio vile kwa sababu yamepunguzwa kodi, na maana uwekezaji sasa utakuwa mkubwa na bidhaa ile tutaipata kwa unafuu zaidi, mwananchi mlaji wa mwisho kabisa. Lakini pia kuongeza kodi kwenye maji ambayo yanatoka nje ya nchi, wakati tuna viwanda hapa ndani na vinatosheleza kabisa mahitaji ya ndani ya nchi. Kwa hivyo sasa viwanda vyetu vya ndani vya maji vitapata soko kubwa na uwekezaji utaongezeka, na uwekezaji ukiongezeka, vijana wanapata ajira kwenye sekta hizo za uwekezaji. Kwenye maendeleo ya wananchi, ongezeko la bajeti linakwenda kugusa maendeleo ya wananchi kama ulivyosema, kwa maana kwenye sekta ya miundombinu itakwenda kuongeza utengenezaji wa barabara zilizoharibika, lakini zitaongeza barabara mpya, zitaongeza kwenye uwekezaji wa viwanda. Bajeti itaongeza kwenye kuhamasisha kilimo chenye tija na kilimo biashara kwa wananchi. Itakwenda kwenye sekta ya mifugo, kwa maana wafugaji wetu sasa watafuga kisasa, lakini wataongeza uzalishaji wa mifugo kwa thamani kubwa ndani ya nchi, watauza na nje ya nchi. Lakini bajeti hii kuongezeka pia kunakwenda kuongeza pia tija na manufaa makubwa kwa wananchi kwenye sekta nyingine za miundombinu. Kwa mfano, serikali itamalizia bandari yetu ya uvuvi kule Kilwa. Bandari ya uvuvi kikamilika, ina maana tayari Tanzania tumeshaingia rasmi kwenye uvuvi wa bahari kuu. Kwa sababu tumeingia kwenye uvuvi wa bahari kuu, ina maana kutahitajika meli za uvuvi wa bahari kuu. Kwa hivyo bajeti hii itakwenda kutatua hiyo changamoto ya upatikanaji wa meli katika uvuvi wa bahari kuu, pamoja na miundo mingine ya uhifadhi wa samaki na mazao mengine ya bahari, ili tuingie rasmi sasa kwenye uvuvi wa bahari kuu, ambao uvuvi wa bahari kuu utaongeza fedha nyingi za kigeni. Kama tunavyojua, rasilimali iliyoko kwenye uvuvi wa bahari kuu ni kubwa, lakini tulikuwa hatuna vijitendea kazi na hatuna miundombinu. Sasa miundombinu ya bandari tayari, bajeti itakwenda kununua meli. Kwa hivyo tutaingia rasmi kwenye uvuvi wa bahari kuu na tutapata tija kubwa kwenye fedha za kigeni. Sawa.